Maji wa Firdausi TV. Kama unavyoona, leo ni siku nyingine tena tukiwa katika harakati za muendelezo wa dua. Na hii ni dua maalumu kabisa hapa Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria. Kama tunavyoona, baada ya dua kubwa kabisa iliyoongozwa leo hapa katika viwanja vya Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria, likiongozwa na kijana mdogo kabisa, kijana mwenye karama na maajabu ya kutosha, Dr. Sheikh Sharifu Firdausi Al-Kadiri. Baada ya kumalizika kwa dua hiyo kubwa kabisa, kinachoendelea sasa, hii ni uchomaji wa dawa maalumu. Hii ni dawa iliyofanywa kisomo, iliyofanywa dua mbalimbali, lakini kazi kubwa kabisa ya dawa hii ni kwa ajili ya kufukuza wanga, wachawi pamoja na majini wabaya. Shekhe amewaambia waichome dawa hii hapa kwa sababu majumba ya watu wengi yamevurugwa na wanga, majumba ya watu wengi yamevurugwa na wachawi. Hivyo kwa ajili ya kuwanusuru watu hawa, wamewaambia kwamba dawa hizi waweze kuchoma hapa na warejee majumbani mwao wakiwa salama kabisa. Shekhi amehofia kwa sababu wakienda kuchoma majumbani mwao, majumba mengi yameharibiwa na wanga, majumba mengi yameharibiwa na wachawi, majumba mengi yamejaa husuda. Kwa hivyo ili dawa ibaki salama na iweze kufanya kazi vizuri katika miili yetu na majumba yetu, Shekhe akatoa agizo dawa hiyo iweze kuchomwa katika viwanja hivi vya Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria. Kama unavyoona, watu wanaendelea kuchoma dawa hizo, watu wanaendelea kuchoma bukhuri hizo ili lengo waweze kupata fursa hiyo. Kwa hivyo kila mmoja kama unavyoona hapo anakwenda au tuanze na huyo, kila mmoja njoo tu. Kila mmoja anaweza kuchoma dua, na muda si mrefu nitazungumza na baadhi ya watu ambao wanakwenda kufanya zoezi hili. Kwanza ni wale ambao wamefanikiwa kupata dua, na baada ya kupata dua wanakwenda kuchoma bukhuri hizi. Kwa hivyo nitazungumza na mmoja baada ya mwingine, kama unavyoona kwamba mambo yanakwenda namna hiyo. Kwa hivyo nitakwenda kuwahoji watu mbalimbali ambao wamekwenda kupata dua, lakini pia dadangu sogea kidogo. Naam dada, habari yako dada? Salama. Unaitwa nani? Habiba Saidi. Habiba Saidi, ulikuwepo kwenye dua toka dua linaanza? Ndiyo. Naam, labda unaweza kuwaambia watazamaji wa Firdausi TV kwamba kitu gani kikubwa ambacho umeona katika dua hii ya leo? Nimeona mafunzo mengi. Naam. Alafu kingine nimeona kwamba kuna watu wanasaidiwa hapa. Ndiyo. Kwa hiyo nawaambia waje kujumuika na dua hapa. Vizuri. Na katika faida ambazo umeziona wewe, kikubwa ambacho umeona faida uliyoipata katika dua za Firdausi hapa ni kama ipi, labda moja kwa uchache, ili watazamaji nao waweze kupata faida? Faida ya hapa ni kufunguliwa matatizo yako ambayo wewe ulikuwepo nayo ndani ya mwili wako. Asante. Na wewe umeshafunguliwa matatizo yako? Namshukuru Mwenyezi Mungu. Asante sana, nikutakia kila laheri, uendelee kushiriki dua. Basi ni kama hivyo unavyoona kwamba watu ambao wameweza kushiriki katika dua wakitoa shuhuda mbalimbali, wakiona kwamba walikuja wakiwa na matatizo, lakini matatizo yao yanakwenda kutatuliwa hapa. Huyu ni mtu ambaye nimemhoji, lakini pia nitaendelea kuwahoji wengine ili uweze kujua faida ambazo wanakwenda kupata hapa Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria. Naam, kama unavyoona dada samani, naomba kidogo tuzungumze. Sogea tu hapa dadangu. Naam, siji unaitwa nani? Naitwa Mariam. Unaitwa nani? Mariam, unatokea wapi? Mbagala. Unatokea Mbagala. Kutoka Mbagala mpaka hapa Kongowe hakuna umbali sana, lakini umeamua kutoka Mbagala na kuja hapa kwa ajili ya dua. Ulikuwepo toka dua inaanza leo? Naam, labda unaweza kuambia watazamaji faida ambayo unaipata kupitia dua za Dr. Sheikh Sharifu Firdausi kwa kifupi sana. Mimi leo ndo mara ya kwanza kuja. Naam, ndio mara yako ya kwanza leo kuja? Ndio mara yangu ya kwanza kuja. Ila ni nzuri. Vizuri sana. Basi nafikiri kwa uzuri ambao umeuona utakuwa sababu ya kuwashawishi wengine na wewe kuendelea kuja. Asante, karibu sana. Mpenzi mtazamaji, kama unavyoendelea kuona wana dua kutoka hapa Firdausi Dua Center wakiendelea kuchoma bukhuri hizi maalumu na wakiendelea kutoa shuhuda mbalimbali kwa yale ambayo wameweza kuyapata katika dua, lakini faida kubwa ambazo wanazipata kila wanapokuja hapa Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria hapa Kongowe kwa Mkorea. Na hizi ni dua ambazo zinafanyika mara kwa mara, na kila siku ya Jumapili panakuwa na dua kubwa kabisa hapa ya kuweza
kuondosha matatizo kwa watu wa Mungu. Na kama unavyoona watu ambao wanaeleza na wanakwenda kuondokewa na matatizo. Nikiendelea kuwahoji wengine ili kuweza kuwasikia. Wewe mtazamaji, sikia watu wanavyofaidika, sikia watu wanavyonufaika, sikia watu wanavyoondeshwa matatizo yao. Mama, habari yako? Salama. Mama yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Bizena Rashid Juma. Bizena Rashid Juma, unatokea wapi? Natokea Kigamboni. Allah akbar. Tazama mpenzi mtazamaji, kumbuka hapa ni Kongoe. Hapa ni Kongoe, wilaya ya Mkuranga, mkoa wa Pwani. Mama yetu huyu yeye anatokea Kigamboni. Kutoka Kigamboni mpaka hapa ni masafa marefu mno, lakini amefika kwa ajili ya dua. Mama, una muda gani hapa katika dua? Tangu nije na wiki 3 nilikuja na matatizo ya macho, lakini kidogo naona leo kidogo yanafueni. Tangu nimekuja Jumapili na Jumapili leo Jumapili ya 3, lakini kidogo namshukuru Allah. Allah akbar. Mama anasema leo ni mara yake ya 3 kufika hapa Firdausi Dua Center Zawiya Tukadiria. Alikuja wiki ya kwanza akiwa na shida ya macho, akaja wiki ya pili akiwa na tatizo la macho, na leo hii ni wiki ya 3. Mama anasema tayari kwa hizi siku 3 ambazo amekuja mfululizo macho yake yamepata nafuu. Unawaambia nini watazamaji, mama yangu, kwa namna ya msaada ambao umeupata kutoka hapa Firdausi Dua Center? Mimi nawaambia kwa dini zote mbili, awe Muislamu awe Mkristo, aje hapa kwa Firdausi, manake panasaidia sana kulikoni kwenda kwa waganga washirikina. Asante sana mama, akitoa ushauri na akitoa wito kwa watu wa dini zote. Na uzuri ni kwamba Dr. Sheikh Sharifu Firdaus Al-Kadiri yeye hawaombei dua Waislamu peke yake, yeye habagui katika dua, anawaombea watu wa dini zote, anawaombea watu wa lika zote, lengo wapate kufanikiwa. Kwa hivyo mama anaungana na Dr. Sheikh Sharifu Firdausi kuwakaribisha, kuwaalika watu wote wa dini zote wenye shida na taabu mbalimbali waje hapa Firdausi Dua Center Zawiya Tukadiria ili waweze kuondokana na matatizo yao biidhnillah. Mama, asante sana, tunakushukuru. Amina. Naam, mpenzi mtazamaji, tuko bado katika viwanja hivi vya Firdausi Dua Center Zawiya Tukadiria tukiwa tunaendelea, na kama unavyoona watu hawa wanatoka sasa wakiwa tayari wameshapata dua nzito kabisa, dua kubwa kabisa kutoka kwa kijana mdogo, kijana bingwa kabisa, nguri wa kuomba dua, Dr. Sheikh Sharifu Firdausi, mume wa wachawi na kiboko wa majini wote. Na hivi unavyoona ndivyo namna unavyoona watu wanatoka kwenye dua, lakini bado nitaendelea kuwahoji ili uweze mtazamaji kusikia faida kubwa inayopatikana hapa. Hapa nimempata baba huyu nafikiri ni miongoni mwa watu wa dua hapa, naye anaweza akatuambia kile ambacho ameweza kukipata hapa Zawiya Tukadiria Firdausi Dua Center. Baba, habari yako? Nzuri. Habari nzuri. Naam, babangu unaitwa nani? Naitwa Yusufu. Unaitwa Yusufu. Unaitwa Yusufu. Yusufu, umetoka katika dua. Sijui una muda gani toka uanze kushiriki dua hapa Firdausi Dua Center? Leo ni Jumapili ya pili. Kila Jumapili unapatikana hapa. Na unaonaje Ya pili. Leo Jumapili ya pili. Toka Jumapili ya kwanza na hii Jumapili ya leo ya pili, unaonaje maendeleo na namna ambavyo dua zako zinakwenda hapa kituoni? Maendeleo naona naenda vizuri. Alhamdulillah. Baba anasema yeye ni mara yake ya pili, lakini anashukuru kwa namna alivyokuja kwa hizi siku 2, anapata maendeleo mazuri, na inshallah Mungu ataendelea kumsimamia vizuri. Naona unaelekea kuchoma bokuri yako, basi inshallah nenda kachome baba. Naam, mpenzi mtazamaji wa Firdausi Dua Center Zawiya Tukadiria, tunaendelea tukiwa bado katika viwanja hivi vya Zawiya Tukadiria Firdausi Dua Center. Watu kama hawa unawaona wakiwa wanatoka kwenye dua na naendelea kufanya mahojiano nao. Mama, habari yako? Vipi hali? Nao mahojiano. Yuko dada yangu hapa naye bila shaka tutamsikia ili tuweze kujua nini anakipata, nini anafaidika kupitia dua za kijana huyu. Dada, sogea. Habari yako dada? Sijui unaitwa nani? Zamda, unatoka wapi? Mkulanga. Wapi? Mkulanga. Naam, dada yetu Zamda anatokea Mkulanga. Una muda gani katika dua hapa dada Zamda? Miaka 2. Una miaka 2. Nini tatizo ambalo limekuleta na hivi sasa unaonaje mpaka ukapata hamu ya kuendelea kuja miaka yote 2 mfululizo? Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah. Tangu nilivyokuja na nashukuru mafanikio nayapata. Alhamdulillah. Nimepata viwanja 2, mwili nakuta si jambo. Baadhi ya mambo bado
hajakaa sawa, ila nashukuru Mwenyezi Mungu. Naam, na Mungu anafungua kidogo kidogo kwa sababu wahitaji ni wengi, na Mungu hawezi kukupa kwa wakati mmoja, anakupa kidogo kidogo mpaka yale ambayo unahitajia yanakamilika. Kwa hiyo mabadiliko makubwa ya mafanikio umeyapata. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, asante sana dada yangu, endelea kuhudhuria dua na Mungu ataendelea kufungua katika kile ambacho unakihitaji. Mpenzi mtazamaji wa Firdausi TV, tunaendelea, bado tupo katika viwanja hivi vya dua, Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria, na kama unavyoona umati wa watu ni mkubwa mno, wakiwa wametoka kwa shangwe na furaha, wakiwa wamepata dua mujarabu kabisa. Na hapa tunaye moja ya wanadua, tutamsikia naye atueleze kitu gani kilichomvutia na kilichomnufaisha katika dua za Zawiyatu Kadiria Firdausi Dua Center, kutoka kwa kijana mdogo kabisa Dr. Sheikh Sharifu Firdausi. Mama, karibu. Jina lako unaitwa nani mama? Naitwa Hadija Salumu Nasoro. Hadija Salumu Nasoro. Sogea hapa kidogo mamangu. Unatokea wapi? Natokea hapa Mkokozi, kata ya Mwandege. Mkokozi, kata ya Mwandege. Una muda gani katika dua hapa kituoni? Shukuru Mwenyezi Mungu kanipa na mwaka. Nini faida, nini mafanikio, nini mabadiliko kwa kipindi chote ambacho umeshiriki dua hapa Firdausi Dua Center? Namshukuru Mwenyezi Mungu ndio alionileta hapa. Kwa sababu Firdausi ni mtu mzuri. Hana roho mzuri wala hana roho mbaya. Ndio Mungu amenileta, niko naye pamoja hapa. Nampenda na mimi amenipenda. Tunapendana kwa ajili yake Allah. Alhamdulillah. Mama anasema yeye amevutwa hapa na Allah, na kikubwa zaidi ni kwamba anampenda Dr. Sheikh Sharifu Firdausi, na yeye anampenda. Lakini Firdausi bado hajaoa, na amezungumza kwamba ataoa akifika miaka 75. Vipi kama ataamua sasa baada ya kufika miaka 75 akahitaji kukuoa? Unalisemeaje hili? Kwa ajili ya Allah nampenda. Na uko tayari ya kuoa? Mimi jina langu Bi Hadija. Naam. Nampenda mtoto mdogo kwa sababu Mtume Muhammad miaka 25, Bi Hadija miaka 40, wakaoana. Kwa naona fuata sunna hiyo. Fuata sunna hiyo. Takbir. Asante mpenzi mtazamaji, huyo ni Bi Hadija anasema kama ilivyo kwa Bi Hadija mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aliweza kuolewa na Mtume akiwa yeye Bi Hadija na umri mkubwa na Mtume akiwa na umri mdogo, naye hana shaka kabisa kuweza kuifuata sunna hiyo, na anasema hawezi kumbishia Mungu, yuko tayari ikiwa tu Dr. Sheikh Sharifu Firdausi Al-Kadiri akasema sasa anahitaji kuoa, basi karata ikimdondokea hana shaka juu ya hilo. Basi tukitokea hapa Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria, tangu asubuhi tulikuwa katika viwanja hivi tukisukuma dua mbalimbali zikiongozwa na mashehe mbalimbali chini ya mkurugenzi wa Firdausi Dua Center Zawiyatu Kadiria, Sheikh Sharifu Firdausi, kiboko ya majini na ndiye mume wa wachawi wote. Toka saa 1 asubuhi tulikuwa katika viwanja hivi, na sasa tumekwenda kumaliza dua rasmi. Nyuma ya kamera yuko pale Top 0, lakini pamoja kwenye maiki. Leo umebahatika pata fursa hii ya kusikia sauti ya mtu mmoja hatari sana katika habari hizo, Sheikh Mkumba kutoka Kongoe, Firdausi Dua Center. Hatuna la ziada, tukutane tena Jumapili ijayo. Kwa bahati nimeweza kumsikia Heli Mpinga Shari, mtoto mama ntilie, mzee wa mboga 7 lakini zote za majani, bila kusahau kipata sauti hiki nimekabidhiwa naye mwamba kabisa Sheikh Mungia, baby face, mzee wa kopo. Tukutane Jumapili ijayo. Asante.